Ukichungulia tusikupate. Yaani unanichungulia Baba. Fumba kabisa. Ukifungua tusikupatie mimi nakwambia. Baba, kwa Mungu sioni kitu. Sitaki wewe utane, usinifungue. Fungua sasa. Fungua. Fungua. Happy birthday to you. Baba. Nini? Asante. Zawadi yako. Kuna kingine? Kama umeipenda mimi na fulani. Sawa, ila mama yako alikataa kabisa nisikupatie smartphone. Lakini mimi nikambembeleza, mwisho akaja akakubali. Kwa hiyo nachokuomba unilinde, usije ukanidhalilisha. Asante baba. Usifanye mambo ambayo mama yako alikuwa anayafikiria. Sawa? Sasa kuna kijana mmoja anakuja anapita sana hapa nje, namuona cheupe. Usimpatie mama yako. Shikamoo. Umepata wapi hii pesa? Jana nilipata kibarua kwa mzee Mkude, ndipo nilipoipatia. Sasa huu ndo wanaume mwanangu. Kuihudumia familia yako ndio vitu vya msingi kwenye maisha yako. Kwa hiyo kupigana mtaani ovyo. Sawa shangazi, nimekuelewa. Sasa mimi naondoka. Haya, kazi njema. Sawa, naishinda salama. Madam yuko hapa. Habari zenu? David yuko hapa. Tulikuwa tunaendesha kikao kinachohusu. Kamwite David. Sawa. Mbona leo sokoni asubuhi? Kwani kuna muda maalum wa kwenda sokoni? Naomba nikusindikize basi. Asante, ningependa tu kwenda mwenyewe. Kwa nini unanichukia Wema? Nani amekwambia nakuchukia Sajo? Maana kila ninavyojaribu kujenga urafiki wangu mimi na yeye naona unisukuma pembeni. Labda kwa sababu hakuna urafiki baina ya mvulana na msichana. Sajo, mimi najua unataka tuwe zaidi ya marafiki. Mimi sipo tayari kukupa unachokitaka. Kwa nini? Uwe na asubuhi njema. Hivi kwa nini unanifuatilia kuona ninavyofeli? Bahati mbaya wewe hauna mdogo wako. Ungekuwa naye ungeelewa kitu gani ambacho namaanisha. Unamaanisha nini?
kwamba kazi ya kaka ni kumwona mdogo wake akifeli ili aweze kumcheka. Mtulia basi ndugu yangu. Oya, mimi nakuzingua bwana. Ila kiukweli bado hujajua namna ya kuongea na mwanamke. Ndio kinachokusumbua. Kwa hiyo unajua? Wewe umesoma zaidi yangu. Lakini sidhani katika shule yenu kama kuna somo maalum ulikuwa mnafundishwa jinsi gani ya kuongea na mwanamke. Ila mimi ambaye nimesomea Street University. Kila siku tulikuwa tunalipata hilo somo. Haya, ongea lako. Tulia basi dogo. Unajua unazingua baby. Mimi niko serious. Na kama utapenda naweza kukupa somo la faster litakalokusaidia. Nini sasa? Wacha ndo. Sajo. Mauzo yanazidi kuporomoka. Tangu mwaka jana hadi leo, hakuna mwezi ulioonyesha mauzo mazuri. Kila mwezi ni afadhali ya mwezi uliopita. Kwa nini? Mimi naweza kusema internet inatuua, kwa sababu watu wengi siku hizi wanasoma habari katika smartphone zao, hivyo hawana haja tena ya kununua gazeti. Maji ni kinywaji na soda pia ni kinywaji, ila maji hayajawahi kuathiri uuzaji wa soda na soda pia haijawahi kuathiri uuzaji wa maji. Unajua ni kwa nini, mhariri mkuu? Kwa sababu ingawa vyote ni vinywaji, lakini vina vitu tofauti ndani yake. Hatuwezi kuzuia ukuaji wa teknolojia, lakini pia hatuwezi kuruhusu teknolojia iwe biashara yetu. Kama mnaandika mambo ambayo wanaandika au wanaoandika mtandaoni, ambao wengi wao hata hawajasoma mambo ya habari, lazima tu biashara itakufa. Lakini kama mtaandika vitu tofauti, ni lazima tu watu watahitaji kusoma magazeti yetu, no matter what. Una chochote cha kuongezea? Nafikiri unachosema uko sahihi, ila cha kuongezea tu, naamini tukianzisha mfumo wa kuhabarisha watu kupitia mitandao na kutafuta namna ya kujifaidisha kupitia huko. Okay, sawa. Hilo swali lifanywe kazi haraka iwezekanavyo. Tutahitaji kuajiri wafanyakazi wengine, au la tuhamishe baadhi ya wafanyakazi tulionao ili wakasimamie masuala ya mtandao. Ningependa waajiriwe watu wapya, na pia ningependa unikabidhi kuongoza hicho kitengo cha mtandao. Sawa. Naomba hilo swala lianze kufanyiwa kazi kesho. Wekeni matangazo kwenye gazeti la kesho na maombi yaanze kupokelewa kesho. Na maombi yote yatapitia kwa David. Sawa, madam. Mzee Saizi. Nataka nini? Mzee Mkude tumemkuta.
Yupo ila kajificha chini ya meza. Edina, tulikuwa tunaulizia tu kama kuna kazi ya kufanya leo. Vibarua vipo ila vinahitaji watu wazima na sio watoto. Kwa hiyo sisi ni watoto? Hilo ni jibu au swali? Alafu wewe Michael. Alafu mimi nini? Samahani Edina. Najua utuamini. Ila ningeomba utupe nafasi nyingine tena. Ulikuwa unataka kusema nini? hebu naomba. Sawa? Michael, shangazi yako anakuita, amesema ufanye haraka. Sawa. Nyinyi vibarua vipo, kama mnataka lazima nikawapatie. Sikia nikwambie kitu kimoja. Nyie bakini hapa nitawacheki baadaye. Wewe nyumbani mtoto mzuri, shangazi anakutoka nywe. Edina. Hivi unajua Michael sio mtu wa kumtania. Siku hasira zikimzidi, anaweza akakuumiza. Ndio maana mnafuatana naye kwenye ujinga ili kuwakia saumize. Mnataka kibarua, mnataka kuja story hapa. Basi tutafanya. Fanya uoe bwana. Sio na mtumatuma mihogo tu. Mihogo tena ya moto kabisa. Penzi la mwanamke ni sawa na mchanga, Sajo. Kadiri unavyoendelea kukumbatia kwa nguvu, ndivyo unavyojaribu kuponyoka. Na mwisho wa siku unabakia kidogo sana. Lakini kama utaushika kiganjani bila kukumbatia kwa nguvu, utabakia vile vile. Na hautakukimbia kabisa. Okay. Mimi sioni uhusiano wote kati ya Wema na huo mchanga wako. Fungua haya masikio yako na utasikia kabisa kwamba Wema ni sawa na wanawake wengine. Ni msichana. Haijalishi awe msichana, awe mwanamke, awe mbibi, ili mradi yeye ni wa kike, basi akili zake ni sawa sawa. Sawa kivipi? Unanisikiliza ama naongea mwenyewe? Nakusikiliza lakini sikuelewi. Wewe umetoa mfano mchanga. Halafu unaniambia Wema akili zake ni zile zile kivipi? Kama za mchanga au? Ndiyo, kama za mchanga kiganjani. Wewe jinsi unavyoonyesha unamjali sana, na yeye ndivyo anavyozidi kukusumbua. Ninaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Ninaweza fichua hata siri na kuficha siri. Hey, yeah. Ina majina mengi. Shilingi, shilingi. Kwa hiyo unanishauri nini? Usimjali sana.
Jifanye kama unampotezea hivi, alafu mwisho wa siku atajileta mwenyewe. Sidhani kama ni sahihi. Hivyo unajua mpaka sasa hivi mimi nimetoka na wasichana wangapi? Wanavuka 30. Na wote nimewapata, najifanya kama siwajali hivi. Halafu anajileta wenyewe. Mimi sitaki wasichana 30. Sijui unanielewa. Mimi namtaka huyu mmoja wa maisha yangu yote. Hili sijui lipoje hili. Oh. Jessica, mambo? Nani Jessica? Da. Mungu kaibariki Tanzania. Huyu ndio 31 au sio? Acha umalaya. Utajua mwenyewe. Jana usiku tumemsikia akilia kwa muda mwingi sana, tofauti na siku zote. Mume wake alipotoka tu asubuhi, ikanibidi niingie, ndo nikamkuta hivi. Yaani yule mimi naenda kumuua. Jana aliniita ofisini na mimi nikamchana. Sasa sijui ndo amekwenda kushtaki kwa mama yake, lakini kila kitu hapa kiko chini yangu kama mwalimu mkuu. Kama hakipendi, kwa nini asiongee na mimi kwanza? That is my point bro. Tusipokuwa makini tutakuja kuendeshwa na mtoto wa juzi. And God forbid, tunaweza kujikuta tunapoteza kazi. John, hilo haliwezi kutokea. Kwa sababu ameshaanza kutengeneza timu. Na hii timu yote inamsikiliza yeye. Unadhani ataitumia hiyo timu muda gani sisi kuweza kutufukuza kazini? Kwanza kabisa tutahakikisha watu wanaoajiriwa ni watu tutakaoweza kuendesha sisi. Hatuhitaji watu. Tunahitaji mtu mmoja tu atakayeweza kumtia yule dogo mkononi, alafu akawa anafanya yale tunayohitaji sisi. Mtu gani? Msichana mrembo anayejua wanaume wanahitaji nini. That's all. Wesi, ukaendelee na shughuli zako. Sitoke hadi umalize kula. Namaliza mama. Hapo sawa. Mbona unatabasamu? Au ile kijana mweupe nini? Kwani wewe na baba mbona mnamng'ang'ania kijana mweupe? Ndo yupi huyo? Anapita hapa kutwa mara 3. Rika kama lako, mrefu kiasi. Sajo. Ema bwana, kumbe unamjua lakini unazunguka we mpaka basi. Mama, mimi nataka na rafiki yangu Suzi. Haina haja kunionyesha mwanangu, mimi nakuamini. Ila nachokuomba, naomba uwe makini na mapenzi. Mama, mimi sina mpenzi. Wema. Haya, malize kwa chakula sasa. Namaliza mama.
Ngapi ngapi? Tamfaa, 5,500. Mwanangu mtawafungua. Amka basi kama wewe mwanaume kweli mkubwa. Amka. Hichi kinaitwa kitu cha mchezo kile black mokai. Huyu mwanao sasa hivi ninampeleka polisi. Mwenyekiti, naomba usifanye hivyo tafadhali. Kesi zake zimekuwa nyingi Bi Pamela. Leo kampiga huyu, kesho kampiga yule. Wanakijiji wamekuwa wanaishi bila amani kwa sababu ya mtu mmoja. Haya ni mambo ya kifamilia tu. Naomba tuyamalize. Mambo ya kifamilia. Wakati mjomba wake yuko hospitali na nasikia amevunjika mkono. Yule mama pale dukani amekimbia kufika nyumbani kwake tu, pressure imepanda kwa sababu ya mwanao. Nakuelewa unachokisema. Nipe angalau nafasi ya mwisho nizungumze naye. Kwa hiyo wewe umeona msaada wa kwenda kumpatia shangazi yake ni kwenda kumuua ili umfanye wewe mjane, si ndio? Shangazi, ni bora kuwa mjane kuliko kuwa marehemu. Kaa kimya. Ni kila siku mnategemea mimi nikae kimya, si ndio? Mtu anapigwa, hatufanyi chochote. Michael, hii ni ndoa. Mambo yanaendelea kwenye ndoa wewe na kuhusu nini? Jana Kitemo amenipiga kwa sababu yako. Unazungumzia nini Zawadi? Kitemo jana ameniambia nimemtuma watu waende wakamvamie na alikuwa na alama ya kipiga usoni. Kama si wewe, ni nani aliyemvamia usiku? Michael, wewe ndio umefanya hivi? Nimekaa kwenye ndoa kwa muda wa miaka 5 bila kupata mtoto wala mimba. Unahisi mimi akiniacha nani atakayenioa? Ni wewe au? Zawadi, hebu punguza hasira. Kaka alivyoondoka alikuacha na akasema atarudi, ila nilitamani angeondoka na wewe. Zawadi, hauna faida yoyote zaidi ya kutuletea matatizo hapa. Zawadi, sawa, kama mimi nawasababishia matatizo na sina faida kwenu, basi haina haja mimi kuishi na nyinyi. Michael! Zawadi, umefanya nini sasa? Jan. Yes, baby. Bado tu haijakamilika. Kwani ulisema kudanganya baby? Hapana baby, sijamaanisha hivyo. Isipokuwa ni muda mrefu sana toka umeniahidi. Angela, miezi minne sio mingi sana. Kwa hiyo mpaka leo? Kesho baby. Kesho? Yeah. Kesho nitakupa email ili uandike barua ya maombi, utume na CV zako, and then mimi mwenyewe nitalisimamia hilo zoezi mpaka utakapopata hiyo kazi. Kweli? Yeah. Asante.
unisaidie. Jambo gani? Usiwe na wasiwasi. Ukishapata kazi nitakueleza. Sawa baby? Yajayo kwenye shilingi. Usijali. Mimi show zote nitazisimamia. Au sio mjomba? Yaani wewe kama unazeeka, wewe endelea tu kuzeeka. Lakini mimi shikamoo sizitaki. Kumbe wewe unanizungumzia kwa mama yako. Mama amechanganya tu majina. Mimi sijawahi kukuzungumzia. Nimekusamehe. Kwa kuwa nampenda sana mke wangu. Ila kirudia tena kumpiga shangazi yangu, kitachokutokezea hautopata nafasi ya kutubu. Ningependa niite Alice. Oh. Tupo ofisini hapa kiao. Labda tu niweze kupatia namba yangu, utakuwa tunawasiliana. Itakuwa vizuri zaidi. Sijali. Tuliandika sasa hivi unaanza saa 4. Na sasa hivi ni saa 2. Umewahi sana. Hivyo ndo mtoto wa mzee Mkude? Ndio, ndo mimi. Ah. Sawa. Kwa hiyo naenda. Sioni sababu ya kwenda. Sababu ipo. Kwa kuwa amekualika inabidi uende. Mimi mwenyewe sijisikii kwenda. Mimi naomba uende mume wangu. Kama unataka niende, basi twende wote. Unajua fika mimi siwezi kwenda. Kwa nini unataka kwenda? Bado unamwogopa Aris? Tatizo sikumwogopa, ila sijapenda kuonana naye kwa sasa. Ni muda mrefu sasa umepita, ni miaka mingi sana. Lini utakuwa na hamu ya kukutana naye? Basi nilikuwa naomba uende na wewe. Kwa hiyo mimi na Wema tutoke hapa twende kwenye shughuli. Tukuache wewe nyumbani hapa peke yako. Na wewe mwenyewe unajijua hali yako jinsi ulivyo. Dakika 2 tu hapa unabadilika. Sio kwamba siwezi kukaa peke yangu kwa masaa kadhaa, baba Wema. Lakini nilikuwa naomba uende na binti yako naye ajichanganye kidogo. Si unajua kila siku yuko hapa na mimi. Basi sisi kwa tutoka sana. Maana sisi tukakaa tunakula makuku huko. Alafu mwenzetu huko unapinduka pinduka. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi lile la kweli, shilingi ishaumiza wengi sana, ishavunjisha mahusiano mengi licha ya kazini na pengine wengi wanateseka kukosa thamani. Yote shilingi inavunjisha mani, inavunjisha penzi na mambo kadhaa, na inaleta chuki, inaleta furaha. Wewe unafanya nini hapa asubuhi yote? Ulilala hapa? Kama unataka kibarua, kuna kazi za kupakia magunia mahindi leo. Bei gani? Kila mtu anajua huwezi kurudi nyumbani kwenu kwa jambo ulilofanya. Nakupa nafasi ya kupata pesa ya kula, unaanza kuniuliza maswali. Kwa hiyo hata kama nina shida, ina maana nishindwe kuuliza nalipo shingapi kwa siku? Ukitaka kupaa, jifunze kwanza kutembea. Huwezi kwanza kupaa tu moja kwa moja. Nani amekwambia mimi nataka kupaa? Huo ni msemo tu. Umesemwa na mwanafilosofia wa Kijerumani, Nietzsche. Unawashwa wewe?
Unasemaje? Ni msemo tu kama ulivyosema wewe. Malipo ni shilingi 20,000 kama utamaliza kazi kwa wakati. Sawa. Jifunze kuwa mtiifu. Maisha yako yatabadilika. Utii ukizidi sana ni uoga, na uoga huzaa unafiki, na mwisho wa siku ni umauti. Ni msemo wa Julius Kambarage Nyerere, mwanafalsafa wa Kitanzania. Wow, yeah, yeah, yeah. Ndo maana ina pande mbili tena zisizofanana, inaweka tofauti masikini na matajiri. Ukweli wa moyo wangu shanikosesha penzi bila kweli. Muona bwana mdogo, mimi na wewe sasa hivi tushamalizana na nimekusamehe kabisa leo mpaka kesho. Sasa cha kufanya mimi naona bora, yani wewe kutokana huna situation yoyote katika hichi kijiji, bora mimi na wewe tuwe mguu kwa mguu. Achana na habari za maskani. Kilabuni ndio sehemu ya maskani nzuri. Na kwenda pale mjomba, yani show zote nitazisimamia mimi. Wewe ondoa wasiwasi. Ukitaka sijui nani Wanzuki Gongo, wewe mimi niachie mimi. Kwa sababu mimi sitaki masiala. Pamoja hao wanasema Kitemwa analewa, mimi natumia shilingi yangu so za kwa wao. Sio umenielewa mjomba? Kwa hiyo swali wewe ondoa shida. Hauna semaje? Sawa mjomba, haina shida. Mimi nimekuelewa. Hamna tabu. Mimi show zote nitazisimamia. Au sio mjomba? Bosi, ni kidunga.